Shalom watu wa Mungu. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo, ikiwa ni siku yetu ya mwisho katikati ya juma hili, tunapoenda kuhitimisha ratiba yetu hii ya lunch hour ambayo tumeianza tangu Jumatatu mpaka leo siku ya Ijumaa. Basi nitumie nafasi hii kumshukuru sana Mungu wa mbinguni kwa kukupa neema ya kufuatilia ratiba hii tangu tulipoanza mpaka leo tunapokwenda kuhitimisha. Lakini kipekee nitumie nafasi hii kushukuru uongozi wa kanisa la mahali hapa kwa kunipa nafasi ya kutumika kuanzia tangu tulipoanza mpaka leo tunapohitimisha. Mungu awabariki sana kwa nafasi ya kipekee. Lakini pia Mungu akubariki wewe ambaye umekuwa sehemu ya ratiba hii tangu mwanzo hata leo. Basi tunapoenda kumalizia ratiba yetu ya siku ya leo, nitakwenda kuzungumza mambo machache kwenye somo letu ambalo tumekuwa nalo. Na kabla ya kwenda kuanza, basi naomba nimshukuru Mungu kwa dakika moja, then tuendelee na ratiba yetu ya ibada ya siku ya leo. Bwana Yesu, asante kwa sababu ya siku ya tena ya baraka. Ninaomba neema yako iwe pamoja nasi tunapoenda kulitafakari neno, na kwamba neno hili linapotoka kuja kwetu lije Mungu kuyasaidia na kuyajenga maisha yetu, tukujue wewe zaidi, tukufahamu wewe zaidi. Katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo ninaomba na kukushukuru, amen. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Jina langu linaitwa Eliud Simbeye. Nimekuwa nawe tangu siku ya kwanza mpaka leo siku ya 5. Namshukuru Mungu sana kwa kuniwezesha, kwa kunipa afya njema, na kwa neema hii ya kipekee ambayo Mungu amenipa kuhudumu mbele yako. Basi tunapoenda kumalizia ratiba hii, kwa sababu leo ni siku yangu ya mwisho, naomba nikuachie mawasiliano yangu ambayo tunaweza tukawasiliana ukiwa na uhitaji wa maombi na maombezi, lakini pia ushauri. Hiyo namba ambayo nitakupa, basi unaweza ukanitafuta kwa ajili ya mambo mawili: maombi na maombezi, au ushauri katika jambo ambalo unahitaji kuona Mungu anakuvusha. Namba yangu ni 0688 23 81 80. 0688 23 81 80. Lakini kwa wewe ambao unafuatilia ibada hii kwa njia ya mtandao, ukihitaji kutoa sadaka yako, unaweza ukatoa kupitia akaunti namba ambazo zinapita kwenye skrini yako hapo, na sadaka yako itakuwa imefika moja kwa moja katikati ya kanisa letu la KKT Dayosisi ya Dodoma, usharika wa Arusha Road. Basi Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuendelee kwenye neno letu ambalo tumelianza tunapoenda kumaliza session hii ya siku ya leo, na naamini Mungu itakuwa ya baraka sana. Jana tulikuwa tunazungumza kwa habari ya mambo manne yanayofanya neno la Mungu liwe na matokeo yaliyokusudiwa. Na jana nilizungumza jambo moja ambalo ndani yake lilikuwa na vipengele vitatu. Nilisema kwamba ili uweze kuona matokeo ya neno la Mungu, ni muhimu sana ukalisikia neno na kulisoma neno na kulielewa. Ukilisikia neno na kulisoma na kulielewa, neno litakuwa na matokeo yaliyokusudiwa kwenye maisha yako. Na nikasema kwamba unapolisikiliza neno na usilielewe, jambo la kwanza, mwovu anakuja analiondoa. Lakini jambo la pili, hautaona matokeo yaliyokusudiwa lilo neno. Lakini jambo la tatu, hautatenda sawa sawa na hilo neno ambalo limekujia. Kumbukumbu la Torati, Musa anasema kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini yaliyofunuliwa ni ya kwetu sisi na watoto wetu, ili tuyatende mambo ya sheria hii. Kwa hiyo kumbe Mungu anapolileta neno, Mungu anatufunulia siri yake, na kwa sababu ameifunua siri yake, lile jambo linakuwa la kwetu, na likiisha kuwa la kwetu ambalo ametufunulia, Mungu anataka aone tukiwa tunalitenda. Kwa hiyo unapolisoma neno la Mungu, ni siri ya Mungu, kwa Mungu analifunua kwako, na Mungu anapolifunua kwako, Mungu anataka ulielewe, uielewe hiyo siri, alafu kisha kuelewa uitende hiyo siri ili iweze kukuletea matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa usisome neno ukaisha kusoma. Soma neno ulielewe, lilete matokeo. Usisikilize neno ukaisha kusikiliza. Sikiliza neno ulielewe, likuletee matokeo. Kwa nini? Kwa sababu tunatakiwa tuwe watendaji wa neno na sio wasikiaji. Tutakuwa tofauti na watu wa mataifa ambao hawajamjua Mungu bado. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye kila eneo la maisha yako, kazini, kwenye familia, kwenye huduma, kuwa mtendaji wa neno na sio msikiaji wa neno, na Mungu wa mbinguni atakushangaza kwa kuona matokeo yaliyokusudiwa.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo naomba nende moja kwa moja kwenye jambo la pili ambalo tunaweza tukaishia hapo, na Mungu akitupa neema siku zingine tutakuja tutaendelea na mambo mengine ambayo tunayo. Jambo la pili ambalo linasababisha matokeo yaliyokusudiwa katika neno ambalo unalisikia na kulisoma ni kwamba unatakiwa kujenga imani ndani yako katika neno la Mungu unalolisikia au unalolisoma. Ili neno la Mungu likuletee matokeo, ni lazima kanuni ya pili, kujenga imani ndani yako katika lile neno la Mungu unalolisikia au unalolisoma. Kwa nini imani? Bwana Yesu asifiwe sana. Imani, Waebrania 4:2, maandiko yanasema hivi: maana ni kweli sisi nasi tumehubiriwa habari njema vile vile kama wao. Angalia bii yake, anasema lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao. Anasema kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikiwa. Hapa kuna makundi mawili. Kundi la kwanza ni kundi la watu waliohubiriwa neno. Walipohubiriwa neno sawasawa na Waebrania 4 ule mstari wa 2, hawa watu lile neno likawasaidia, au kupitia lile neno hawa watu wakaokolewa. Lakini tuna kundi la pili ambalo na wao pia wakahubiriwa neno lile lile kama vile kundi la kwanza walivyohubiriwa, lakini hili kundi la pili, hili neno halikuwafaa. Sababu kubwa ni nini? Anasema hivi: lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao, kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliolisikia. Kwa hiyo shida haikuwa mhubiri, shida haikuwa neno lililoendea, lakini shida neno lilipoenda kwa hawa watu waliokuwa wamekusudiwa kupelekewa neno. Lilipoingia ndani yao, neno halikukuta imani, na kwa sababu halikukuta imani, neno likabakia peke yake, likashindwa kusababisha matokeo yaliyokusudiwa kwenye hilo neno. Mpendwa mtu wa Mungu, neno la Mungu linapokujia, moja kitu cha msingi ni muhimu ukajenga imani kwenye neno unaolisoma au neno unaolisikiliza ili likuletee matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijenga imani unaona matokeo. Na ndio maana nikupe mfano wa rahisi na mwepesi. Tunapokuwa tunahubiri injili, tumeweka mkutano wa injili, watu wamekusanyika. Kwenye mkutano wa injili pale kunakuwa kuna watu ambao hawajamwamini Kristo kabisa. Kunakuwa kuna watu ambao wamemwamini Kristo. Kunakuwa kuna watu ambao ni wagonjwa, lakini matokeo ya mgonjwa kupona inategemea imani iliyo ndani yake. Matokeo ya ambaye hajaokoka kuokolewa inategemea imani ndani yake. Neno linaenda kwa watu wote, lakini utendaji wa neno kwenye maisha ya mtu mmoja mmoja waliohudhuria kwenye lile kusanyiko unategemea sana imani ya wale watu wanaolisikiliza neno. Kwa nini? Neno linapokuja kwako linataka likute imani ili liweze kuunganikana na wewe kukuletea matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema hivi, lakini neno lile lililosikiwa halikuwafaa hao. Sababu kubwa ni nini? Kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Mhubiri alifanya kazi yake, akahubiri vizuri, akautoa ujumbe kwa wakati, lakini waliosikia ndani yao hawakuwa na imani. Kwa nini? Na kwa sababu hiyo hawakuona matokeo yaliyokusudiwa. Ninakuombea kwa Mungu katika jina la Yesu, aachilie nguvu ya kutengeneza imani ndani yako. Yule baba akaomba akasema, nisaidie kutokuamini kwangu. Unapolisikiliza neno, ninakuombea Mungu akusaidie katika kutokuamini kwako, kwa sababu shetani namna anapofanya moyo wako mgumu katika kutokuamini, ndivyo anapokuchelewesha matokeo ambayo Mungu ameyakusudia. Kuna watu Mungu amekusudia kuwainua, lakini kwa sababu imani haipo, hao watu hawainuki. Kuna watu Mungu amekusudia kuwaponya, lakini kwa sababu imani haipo, hao watu hawajaponywa. Kuna watu Mungu amekusudia kuwapa wokovu, lakini kwa sababu hao watu imani haipo, wokovu haujawajilia. Kuna watu ambao Mungu amekusudia kuwabariki baraka
za kiwango cha kipekee, lakini kwa sababu imani ndani yao imekosekana, Mungu wangu, hao watu wamebaki katika hali yao ile ile ya maisha waliokuwa nayo. Shida sio neno, shida sio kitu kingine chochote. Shida neno linapokuja ndani yako linaikuta imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana Yesu akasema atakapokuja mwana wa Adamu ataikuta imani duniani. Na mimi naomba nikuulize, atakapokuja neno litakapokuwa linakujia litaikuta imani ndani yako, ili hilo neno litengeneze matokeo yaliyokusudiwa. Hello. Bwana asifiwe sana. Ni muhimu sana ukajua hichi kitu, kitayasaidia maisha yako. Utaanza kuona matokeo kwenye maisha yako kwa sababu halikuchanganyikana na imani ndani yao waliosikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Naomba nizungumze kazi kadhaa za imani iliyopo ndani yako unapokuwa unalisikiliza neno. Imani ina kazi gani? Kwa nini hao watu walisikiliza neno lakini alikuwasaidia? Kwa nini watu wanaingia kanisani Jumapili, Jumatatu mpaka Jumapili tena, lakini neno aliwasaidii? Imani. Shida ina kazi gani imani inapokuwa ndani yako unapolisikiliza neno na kulisoma? Jambo la kwanza, imani inamuunganisha muamini na neno husika katika kusababisha matokeo. Imani inapokuwa ndani yako, unapolisikiliza neno katika mazingira ya utulivu, imani umeuinua moyo wako kwa Bwana. Moja kitu ambacho neno la Mungu linapokuja ndani yako linakuja kuunganikana na imani iliyopo ndani yako kusababisha matokeo. Utaniuliza, mtumishi, imani ni nini? Waebrania 11:1 anasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo kumbe neno linapokuja ndani yako linataka likute hakika ya taraji unalolitarajia, alafu neno likija linaunganikana na ile imani ndani yako. Waebrania 3:12 neno la Mungu linasema, angalieni ndugu zangu, usiwe katika mmoja wenu moyo mbovu wa kutokuamini kwa kujitenga na Mungu aliye hai. Usiwepo moyo wa kutokuamini. Kwa nini? Ukishakosa imani ndani yako, umejitenga na Mungu, umejitenga na neno. Neno likija linajikuta liko peke yake, halioni kitu cha kushikamana nacho ili kilete matokeo. Kwa kumbe imani ikiwepo, neno linapoingia ndani yako linakuja linashikana na imani. Na nimeshakwambia imani tumepata maana yake kwenye kitabu cha Ibrania 11:1. Likishaunganikana na imani linasababisha matokeo ya kile ulichokuwa unakitarajia. Mungu aikuze imani iliyopo ndani yako katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu aikuze imani. Jambo la pili, imani inalifanya neno la Mungu kudhihirika katika uhalisia wake. Imani inapokuwa ndani yako inalifanya neno linalokujia lidhihirike katika uhalisia wake. Neno lidhihirike katika uhalisia wake. Watu wengi tunafikiri Mungu anadanganya, hatuoni uhalisia wa neno. Tunaposoma habari ya matendo makuu ambayo Mungu amefanyia wengine, tunaona ni kama story. Mungu aligawanya bahari ya Shamu, tunaona ni story. Mungu aliwalisha watu mana jangwani, tunaona ni story. Mungu alileta kwale, tunaona ni story. Mungu alipasua Yordani, tunaona ni story. Ukuta wa Yeriko ulianguka kwa watu kuzunguka siku 7 na siku ya 7 mara 7, tunaona ni story. Lakini nataka nikwambie hivi, ngoja nikwambie kitu cha ajabu. Mungu alipoenda kwa Yoshua akampa maelekezo namna ya kuangusha Yeriko. Yeriko ilikuwa ni ngome kubwa ambao malango yakifungwa hakuna namna unaweza kaingia. Lakini Mungu alikuwa anajua kanuni. Akamwambia Yoshua, mtazunguka ukuta wa Yeriko kwa siku 7. Kwa siku 6 mtazunguka mara moja, mtaenda kukaa. Siku ya 7 mtazunguka mara 7. Na ile mara ya 7 watapiga matarumbeta, watapiga kelele na ukuta utaanguka. Mtashinda. Hawa jamaa wakaliamini neno, wakalitekeleza neno, likaleta matokeo. Imani inalifanya neno la Mungu liwe katika uhalisia uliokusudiwa.
Kwa kama neno la uponyaji, uwe uponyaji. Kama neno la kuinua, Mungu amuinue mtu. Kama neno la kubariki, Mungu ambariki mtu. Kinachofanya uhalisia wa hilo neno ni imani ndani yako. Naomba nikupe mfano Yesu alipofika kwenye kaburi la Lazaro. Kitabu cha Yohana ile sura 11 mstari wa 38 hadi 40. Neno la Mungu linasema, basi Yesu hali akiugua tena nafsini mwake, akafika kwenye kaburi, nalo lilikuwa ni pango na jiwe limewekwa juu yake. Yesu akasema, liondoeni jiwe. Martha dada yake yule aliyefariki akamwambia, Bwana, ananuka sasa, maana amekuwa maiti siku 4. Yesu akamwambia, angalia, mimi sikukwambia ya kwamba ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Sasa hii story nimeianzia katikati, lakini nachotaka nikuonyesha hapa ni kwamba Yesu alipopelekwa taarifa za kuugua kwa Lazaro, Yesu akwenda muda huo ambapo alikuwa Lazaro anauma. Alikaa siku 3 baadaye Lazaro akawa amekufa. Lazaro alipokufa, Yesu ndipo anapoondoka kwenda nyumbani kwa Lazaro. Anapofika nyumbani kwa kina Lazaro, anamkuta dada wa Lazaro ambaye ni Martha pamoja na Mariamu. Na alipofika akamwambia, ndugu yenu Lazaro atafufuka. Wakasema, tunajua atafufuka katika ufufuo wa mwisho. Lakini Yesu akamwambia kwamba mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Kwa alipofika kwenye kaburi anamwambia, niondoeni jiwe. Hawa wakina dada hawakuelewa Yesu alichoambia kwamba mimi ndimi ufufuo na uzima. Kwa lugha nyepesi waliposema kwamba tunajua atafufuka siku ya mwisho, Yesu alikuwa anawaambia kwamba hiyo siku ya mwisho mimi ndiye nitakayefufua. Na kama mimi ndiye nitakayefufua, hata sasa ninao uwezo wa kumfufua Lazaro aliyekuwa amekufa. Aliposema liondoeni jiwe, Martha akapiga kelele, Bwana, usifanye hicho, ananuka sasa, kwa maana ni siku ya 4. Yesu anamjibu Martha, anamwambia, mheshimiwa, sikukwambia ukiamini utauona utukufu wa Mungu? Kwa alichokuwa anajaribu kumweleza ni kwamba ili uone matokeo, unachohitaji ni imani peke yake. Kwa hiyo amini, haya mambo mengine acha. Amini tu neno lije kwenye uhalisia. Mwamini Mungu katika biashara yako, neno lije kwenye uhalisia. Mwamini Mungu kwenye familia yako, neno lije kwenye uhalisia. Mwamini Mungu kwenye huduma na utumishi ulionao, neno lije kwenye uhalisia. Mwamini Mungu kwenye masomo yako, neno lije kwenye uhalisia. Mungu amesema ametufanya sisi vitu asiomikia. Mwamini Mungu katika hilo neno, alafu ni Mungu atakachokufanyia. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wetu ni Mungu anayetenda mambo ya ajabu mno. Amini neno lije kwenye uhalisia. Jambo la pili, imani inapokuwa ndani yako, unapokuwa unalisikiliza neno, inalifanya lile neno likamilike katika uhalisia wake, lijifunue katika uhalisia wake. Jambo la tatu, imani inapokuwa ndani yako, inauvuta msaada wa nguvu za Mungu ili kukutoa katika changamoto husika. Unapokuwa umekaa unalisikiliza neno, umekaa kwa utulivu, unasikiliza neno la Bwana au unasoma neno la Mungu, imani ambayo iko ndani yako ina nguvu ya kuvuta msaada wa Bwana kwenda moja kwa moja kwenye eneo la uhitaji wako, alafu ikasababisha matokeo. Imani inauvuta msaada wa nguvu za Mungu hata pasipo kuomba. Na ndio maana kuna watu waliingia kanisani wanaumwa, neno lilipoanza kuhubiriwa akajikuta ghafla homa imemwacha, akajikuta ghafla maumivu yameondoka, akajikuta ghafla kilichokuwa kinamsumbua kimemwachilia. Nami naomba katika jina la Yesu, kila ambaye yupo anasikiliza ibada hii, anaposikiliza kutokea kwenye kilindi cha moyo wake, akiwa amejenga imani ndani yake, matokeo ya neno yakadhihirike kwenye eneo la uhitaji wako. Matokeo ya neno yakadhihirike kwenye biashara. Matokeo ya neno yakadhihirike kwenye familia. Matokeo ya neno yakadhihirike katika jina la Yesu Kristo.
Imani. Bwana asifiwe sana. Imani inavuta msaada wa Mungu kwenda kwenye eneo la uhitaji wako. Imani ni sauti inayopiga kelele mbele za Mungu kuliko chochote. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kitu ambacho nataka nikueleze hapa ni kwamba imani ni sauti ambayo inasikika mbele za Mungu kuliko maneno yako. Ukienda mbele za Mungu na maneno pasipo imani, hautaweza kumpendeza. Lakini ukienda mbele za Mungu na imani thabiti, lazima uone msaada wa Mungu kwenye changamoto ambayo inakusumbua kwenye maisha yako. Huyu mwanamke alisema tu jambo moja, ya kwamba nikiagusa mavazi yake, nikigusa pindo la vazi lake tu nitapona. Na kweli alipofika kwa Yesu hakuongea neno lolote, aligusa pindo. Alipokamata pindo, Yesu akaona nguvu imemtoka. Yule mama alipoonekana, Yesu anamwambia imani yako imekuponya. Imani yako imekuponya. Nini? Sauti au nguvu ya imani inapovuta msaada wa Mungu kwenye changamoto ambayo inakukabili. Naomba nisome hichi kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 14 mstari wa 8 hadi wa 10. Naona Mungu anasema hivi, natolea mfano wa imani namna inaweza kuvuta msaada wa Mungu katika changamoto husika. Na huko Listra palikuwa na mtu mmoja dhaifu wa miguu, kiwete tangu tumboni mwa mamaye, ambaye hajaenda kabisa. Mtu huyu alimsikia Paulo alipokuwa akinena, ambaye alimkazia macho na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa, na kuona ya kuwa ana imani ya kuponywa. Angalia, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Paulo alipita mahali, alikuwa anahubiri Injili. Alipokuwa anahubiri Injili, amefika mji wa Listra, akamkuta jamaa mmoja ni kiwete tangu tumboni mwa mamaye. Huyu jamaa amekuwa ni kiwete tangu tumboni mwa mamaye. Paulo katikati ya kuhubiri, kuyasema matendo makuu ya Mungu, kutangaza habari za Kristo Yesu, Mungu mweza yote, huyu kiwete ndani yake ikainuka imani ya kuponywa. Paulo alipomtazama huyu kiwete, akaona ndani ya kiwete kuna imani ya kuponywa. Alipoiona imani, Paulo akapaza sauti kuu, akasema kwa sauti kuu, simama kwa miguu yako sawa sawa. Akasimama upesi akaenda. Paulo alikuwa na mpango wa kumponya kiwete, lakini imani iliyokuwa ndani ya kiwete ikamfanya Paulo atangaze uponyaji kwa kiwete. My God. Inawezekana kabisa ukaingia ibadani. Mungu alikuwa na mpango na wewe, lakini kwa sababu ya kiwango cha imani kilichopo ndani yako, Mungu akasababisha muujiza wako. Imani inavuta muujiza kwa kiwango cha kipekee sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na jambo la mwisho, imani inapokuwa ndani yako, unapolisikiza neno inafanya nini? Imani inakujengea ujasiri wa kukabiliana na changamoto pasipo hofu. Imani ina kawaida kumjengea mtu ujasiri wa kukabiliana na changamoto pasipo hofu. Watu wengi wana hofu kwa sababu hawana imani. Imani ikipata shida, hakuna ujasiri tena. Ujasiri wowote uliopo ndani ya mtu unasababishwa na imani iliyo ndani yake. Mtu asije akakudanganya kwamba yeye ni jasiri. Imani ikipata shida, hakuna jasiri. Ujasiri wa mtu unategemea kiwango cha imani ilichonacho kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani inapokuwa ndani yako, unapolisikiliza neno, haijalishi hali ulionao ni mbaya kiwango gani, lakini imani kisha kuwepo ndani yako, ghafla ujasiri unaanza kuingia ndani yako. Unajikuta unaanza kuona ukubwa wa Mungu kuliko ukubwa wa changamoto, ukubwa wa Mungu kuliko ukubwa wa jaribu, ukubwa wa Mungu kuliko ukubwa wa ugonjwa, ukubwa wa Mungu kuliko ukubwa wa kitu chochote ambacho kimekuzunguka. Alafu unakuwa na ujasiri wa kutokea mbele ya kile kitu na kukabiliana nacho. Wengi hatuna ujasiri kwa sababu hatuna imani.
Yeyote aliye jasiri ana imani. Maandiko yanasema wenye haki ni majasiri kama simba. Kumbuka, mwenye haki anaishi kwa imani. Hakuna mwenye haki asiye na imani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mwenye haki asiye na imani. Mwenye haki wa Mungu anaishi kwa imani. Na ndio maana maandiko yanasema ajapo sita sina furaha naye. Nini kinafanya site? Imani imekosekana. Waebrania 10:38 utasoma hapo. Mwenye haki wangu ataishi kwa imani, ajapo sita sina furaha naye. Imani ina kazi ya kutengeneza ujasiri wa mtu kukabiliana na changamoto. Naomba nimalizie na hili andiko. Marko sura ya 5 mstari wa 21 hadi 24 na ule mstari wa 35 hadi 36. Naomba ni paraphrase. Maandiko yanasema palikuwa na mtu mmoja akida, ambaye huyu mtoto wake alikuwa katika hali ya kufa. Akaondoka akaenda kwa Yesu akamwambia, Bwana, binti yangu yu katika kufa, twende nyumbani ukamponye. Yesu akasema, ninaenda. Wakaondoka wanaongozana kwenda kumponya. Lakini bahati mbaya sana, wakiwa njiani, huyu Yesu anakutana msafara wa watu ambao wanamzongazonga. Maana yake mwendo aliokuwa anatembea kwenda kwa akida haukuwa mwendo wa haraka, kwa sababu watu wengi walikuwa wanahitaji huduma ya Yesu. Ghafla katikati ya kusanyiko, Yesu akiwa bado yuko njiani anapambana kuhudumia watu, na akiwa njiani, hapo ndipo yule mwanamke aliyetoka damu miaka 12 alitokea akamgusa pindo. Manake Yesu alikuwa yuko njiani, lakini anahudumia watu. Wanatokea watu kutoka kwa yule mkuu wa sinagogi, wanamwambia, binti yako amekwisha kufa, kwa nini kuzidi kumsumbua mwalimu? Yesu akasikia walilosema. Yesu akamwambia yule mkuu wa sinagogi, akasema, usiogope, amini tu, binti yako atafufuka, binti yako atapona. Usiogope, amini tu. Imani. Alisikia maneno ambayo yanaondoa ujasiri ndani yake, lakini akamwambia usiogope, amini tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wana hofu ndani yao. Natamani inua moyo wa imani kwa Mungu ili Mungu abadilishe hali yako. Kuna watu wanaogopa changamoto walizonazo. Inua imani, ujasiri ulio ndani yako. Hatukupokea roho ya utumwa iletayo hofu, bali tulipokea roho ya kufanywa wana, ambayo kwa hiyo twalia Aba, yani Baba. Naomba nikuombe kwa dakika chache. Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa ajili ya msikilizaji huyu uliyempa neema ya kusikiliza ujumbe wa neno lako. Asante kwa wote ambao Mungu umewapa neema ya kuhudhuria. Ni maombi yangu kwamba Mungu imarisha imani zao, Mungu inua imani zao, ili kila anayesikiliza, neema yako Bwana na msaada wako uwe juu ya maisha yake katika jambo lolote ambalo huyu mtu anakuamini. Mungu, neema yako na nguvu yako katika ile imani anayokuamini kwayo, Yesu katokee hima katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai, katika damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Ninaomba mkono wako Bwana usimpungukie kila mmoja sawa sawa na uhitaji alionao. Lile neno aliyolisikia likalete matokeo kwenye maisha yake. Jambo lolote ambalo Mungu linamtatiza, Mungu natamka breakthrough kwa jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Natamka nguvu ya upenyo katika jina la Yesu wa Nazareti aliye hai. Aliye mgonjwa, natamka afya njema. Aliye katikati ya changamoto, natamka Mungu wa uzima, nuru yako ikang'ae katikati ya changamoto hiyo, akaone njia kutoka kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu. Na wote ambao shetani anawaonea, kwa mamlaka ya jina la Yesu, natamka kufunguliwa kwao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu wa Nazareti aliye hai. Ushindi wako Bwana ukawe juu yake, ukimsaidia na kumwezesha, na kuanzia sasa akaanze kuona matokeo ya neno anaolisoma, ya neno anaolisikia, kwa sababu ataelewa, na kwa sababu imani itainuka ndani yake na atavuka. Katika jina la Yesu nimeomba na kushukuru, amen. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante kwa kuwa pamoja nasi katikati ya juma hili. Nikualike tena kwenye juma lijalo. Ninamwamini Mungu kwamba atakuwepo mtumishi mwingine hapa, ataendelea na session za lunch hour, na tutamwona Mungu akiendelea kuwatumia watumishi wake kama vyombo vyake kufikisha ujumbe wa neno lake kwa watu wake aliowakusudiwa. Asanteni sana kwa nafasi, na zaidi sana niwatakie siku njema na ya baraka hadi wakati mwingine tena. Unapomaliza kufuatilia ibada hii, kumbuka kusubscribe, kumbuka kushare, kumbuka kulike na kucomment. Na Mungu wa mbinguni akubariki, na hivyo utakuwa umehubiri injili pamoja nasi.
Amen. Uwe na siku njema na ya baraka. Amina sana.